Ndugu zangu wapendwa, kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ndugu zetu katika imani, ndugu katika imani, usikum wa usi nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla, na kusieni nami nayusia nafsi yangu kunako kumcha ukweli wa kumcha Mola wetu mlezi. Na miongoni mwa mambo ya kumcha Mungu siku ya leo, naomba sinong'one yoyote, wote nyamanzeni kimya, mnisikilize, semeni inshallah, kwa sababu hakuna mwenye uhakika kama kesho atarudi tena hapa msikitini. Tunaishi kwa kubahatisha, tunaishi kwa kusema insha Allah, Allah akipenda akituamsha salama tutakutana kesho msikitini. Kwa hiyo leo umepata fursa ya kusikiliza haya maneno, hebu yasikilize kwa yakini na ukayafanyie kazi, asa yakawa ni maneno yako ya mwisho atakaofanya. Ikitokezea Mungu amekuhitari leo ukakutane naye, uondoke na faida iliyokuwa kubwa, uondoke na tauba iliyokuwa kubwa mbele ya Mola wako. Kwa unahitaji msikiti utulie sana. Ni bora kama unahitaji kuzungumza unyanyuke taratibu, uende pale nje mkazungumze, mkimaliza mje humu. Hapa ni itikafu kama alivyosema shekhe wetu, na maana ya itikafu ni kutulia, kufata taratibu zinazopatikana katika itikafu hiyo. Wapendwa katika imani, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao mashekhe wanauzungumza sana, wanauelezea sana, na miongoni ni shekhe wetu ambaye tumemkuta akizungumza dakika chache, ametupa faida kubwa mno. Kwa mashekhe wanazungumza hutuba za Ijumaa, wanazungumza faida ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mmoja anafahamu ni kitu gani afanye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mlioamini mmefaradhishwa nyinyi kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ambavyo waliolazimishwa waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Ayyama ma'dudati, tena ni masiku maalumu hayo ya kufunga, ina maana ni siku 29 au 30. Lengo tupate kufikia ucha Mungu. Kwa mashekhe anazungumza hiyo, miongoni mwa kufikia ucha Mungu ni kufunga kwa yakini, kwamba mimi nanuia kufunga, na ufunge kwa maana ya kufunga kweli, usifunge kwa maana ya kushinda njaa. Funga kwa kweli kwamba mimi nafunga. Ndugu zangu Waislamu, lakini kuna faida nyingi zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambazo mimi sasa nitajitahidi leo nitoke katika yale ambayo mashehe zetu wanatueleza, ili kila mmoja akitoka katika darasa hili ya leo ahisi amepata pia kitu tofauti kutokana na wageni walioingia. Inawezekana ni yale yale, lakini yaletwa katika njia iliyo tofauti. Mambo ya ibadati, mambo mengine, sisi tunawaachia mashehe watazungumza, tusemeni inshallah. Wanazungumza na wataendelea kuzungumza sana. Sisi au mimi katika kiti cha ambacho leo nimekabidhiwa na mashehe zangu hawa, nataka nizungumze tunautumia vipi mwezi mtukufu wa Ramadhani kupata faida ya kiwiliwili, kupata faida ya maisha, kupata faida pia ya akhera, kwa sababu mwanzo wa kuipata akhera vizuri lazima dunia utengeneze vizuri. Na ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara nyingi aliendelea kuomba kwa kusema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ya Rabbi, tunakuomba duniani maisha mazuri, lakini pia na akhera tunaisha mazuri. Nakupa mfano wa namna ambavyo unatakiwa uishi duniani vizuri, na namna ambavyo Mtume Muhammad Akitaja Mtume Muhammad alikokoteza bila swala zima la maisha mazuri duniani. Na kuna mambo usipoyatumia huwa yanapatikana kwa mwaka mara moja. Kuna mambo usipoyatumia kwa mwaka yanapatikana mara moja, yapatikani tena. Miongoni mwa mambo hayo ndio mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Ukiondoka kwa mwaka ndio hiyo mara moja kwa maana ni mwezi mmoja. Sasa nisikilizeni, tutumie mwezi vizuri tupate faida ya kimwili ya maisha na mengineyo. Tuseme inshallah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kukupoteza watu wapate maisha bora na mazuri, siku moja aliingia kwenye nyumba moja, akamkuta kijana mdogo. Yule kijana yupo katika sakaratil mauti, wa huwa ala firashil mauti. Yule kijana lamma hadaratuhu alwafa, pindi ambapo pumzi zake zinakwenda kuwa kikomo katika ulimwengu huu, maradhi yamemwegama mno, kijana anaumwa, joto la umauti limepanda, mpaka inafikia kipindi wewe kama uko karibu yake unasikia mfano wa vyuma ambavyo vinachomwa au vinaunguzwa, kwa ile namna ambavyo kijana anavyopata tabu katika kutolewa roho, na kuonyesha faida ya kuishi vizuri duniani. Na naomba kama unaongea na simu, mamangu, nyanyuka, nenda kaongele nje, tunaongea maneno ya maana hapa. Ni sawa upo kwenye swala. Sasa kwenye swala huwezi kupokea simu, tuseme ni inshallah. Wakazi wa Mabama, jitambueni kwamba tupo katika jambo kubwa leo, tuseme ni inshallah. Wapendwa kwa ajili ya Allah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghafla kaingia kwenye nyumba ya yule kijana ambaye yuko katika sakaratil mauti, lakini bado Allah amemjalia kauli ya kuzungumza kijana yule. Bado anasema, Mtume wa Allah akamuuliza yule kijana, atad'u rabbaka, unamuomba Mola wako kwa hali ulionayo hiyo? Yani upo katika hali ya kutokwa roho, unamuomba nini Mola wako? Unamuomba Mungu? Yule kijana akasema, naam ya Rasulullah, ad'u rabbi, namuomba Mola wangu, namuomba. Mtume wa Allah akuridhika na majibu ya kusema namuomba Mola wangu, akamuuliza tena, unamuombaje Mola wako? Niambie, nataka nijue namna unavyomuomba Allah tabaraka wa taala. Yule kijana akasema, ya Rasulullah, ewe kipenzi wa Allah, namuomba Mola wangu kwa kumwambia ya kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu ameniandikia, ikiwa Mwenyezi Mungu kwa mambo niliyoyafanya katika ardhi hii, hesabu yangu itakuwa ngumu akhera, hesabu yangu itakuwa ngumu baada ya kufa kwangu, na miongoni mwa mambo aliyonipangia kuniadhibu nayo ni katika kunichoma katika moto wa Jahannam, aniingize katika moto wa Jahannam, na shida na dhiki ambazo nitakutana nazo huko. Basi dua nayomwomba Allah tabaraka wa taala kabla roho yangu haijamalizikia kutoka katika utosi wangu, ghadhabu zake, hasira zake, tumalizane naye kwenye hichi kipindi kichache cha mimi kutokwa roho. Yani aniadhibu nikiwa katika mahala hapa pa kutokwa roho, anishushie hasira zake, nipate tabu, niangaike, kama kunichoma nichome kabla sijafa, nikitoka nahitaji radhi zake, nikifa nahitaji radhi zake, niingie katika pepo yake. Sallallahu ala nabi. Kijana anaogopea hasira za Mungu kiyama, anaogopea kuingia katika moto wa Jahannam siku ya kiyama. Anaomba dua, ya Rabbi, niletee hasira zako na ghadhabu zako hapa kitandani nilipolala. Ya Rabbi, nichome hapa, niletee hasira zako hapa, tumalizane kabla roho haijatoka. Tazama, huyu amebakiza sekunde chache au muda mchache tu roho itoke. Sikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia vipi huyu kijana. Mtume wa Allah akamwambia, kijana, usiombe dua hiyo, kwa sababu wewe hata kwa muda mchache uliobaki nao hauwezi kuhimili ghadhabu za Allah tabaraka wa taala akiamua kumalizana na wewe hapa. Sana sana kwa ghadhabu hizo zinaweza kukuta ukakufuru na ukafa hali ya kuwa kafir. Kijana anamuuliza Mtume, sasa niombe nini? Mtume wa Allah akamwambia, omba dua hii, Rabbana atina fid dunya hasana. Angalia dakika chache mtu za kutaka kutokwa roho, anaambiwa muombe Mungu maisha mazuri duniani. Yani pale wakati anamalizikia roho pale kutoka, basi apate maisha mazuri. Miongoni mwa maisha mazuri hapa duniani, ina maana atolewe roho vizuri, maradhi yapungue, shida ya kutolewa roho zipungue, ikiwezekana asomewe surati Yasin, ile shida na dhiki na tabu ya kutolewa roho ipungue, asikubali kumalizana na Mungu hapa hapa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, kisha namwambie Mwenyezi Mungu kwamba na akhera nikija huko nipe maisha mazuri pia.
Kisha akamwambia miongoni mwa dua kubwa, mwambie Allah tabaraka wa taala, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yule kijana kuanzia pale akabadilisha utaratibu wa dua yake kwa kusema Rabbana atina fid dunya hasana, ya Rabbi, ewe Mola wangu nijalie maisha bora na mazuri duniani, wa fil akhirati hasana, na baada ya kufa kwangu ya Rabbi nijalie maisha yaliyo bora. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yule kijana akakalili, roho yake ikaanza kupanda taratibu, inapanda mpaka inatoka yobo, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Anakufa amepoa. Wewe bado mzima unakimbizana na maradhi ya kifo hayaja kuijilia, japokuwa kifo ni amana kwa Allah. Unaweza kukaa hapa msikitini ukashangaa jirani yako kadondoka au mwenyewe kafa, lakini bado tukijitazama tunajiona tuna nafasi ya kumwomba Mwenyezi Mungu maisha mazuri duniani. Sasa mimi nataka tutumie Ramadhani kumwomba maisha mazuri Mwenyezi Mungu. Semeni inshallah. Wangapi wanataka maisha mazuri? Mkono juu kama mimi. Shusheni. Kuna wengine wamechelewa sana kunyoosha, wanaotaka maisha mabaya mkono juu. Maana shekhe, kama unavumilia maisha ya dhiki hapa duniani, basi hata akhera utakaa vibaya wewe. Maisha mazuri duniani, maisha ambayo hayatutufanya tumkufuru Allah tabaraka wa taala. Sasa miongoni mwa maisha mazuri, ili tupate maisha mazuri, kuna mambo ambayo ukiyatumia Ramadhani unaweza ukapata maisha mazuri, ambayo baada ya Ramadhani kuisha basi hauwezi kupata fursa hiyo tena, wala ukaribu huo wa Mungu kukutazama kukupa unachokitaka kama mwezi mtukufu wa Ramadhani. Narudia tena, ibada utakayoifanya mwezi wa Ramadhani sio ibada utakayoifanya mwezi wa kawaida. Fadhila zake na ukaribu wa kujibiwa na wingi wa thawabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na wingi wa kusikilizwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ni vitu viwili. Ina maana Ramadhani ina nafasi kubwa. Kama watu ilitakiwa wamlilie sana Mwenyezi Mungu kipindi cha Ramadhani. Mungu abadilishe maisha yetu kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mungu aondoshe maradhi yetu kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mungu aondoshe mahasidi, watu wenye vijicho, mashaitani na wengineo kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na watu wengi shekhe wamekuwa wanapata tabu ile hadithi kwamba mwezi wa mtukufu wa Ramadhani majini wanafungiwa. Wanapata tabu sana, hawajui ni jini gani anayefungiwa. Ili darasa shekhe mje mlitoe. Kuna watu wana mizimu yao na majini hapa, ndio tukafanya dua wakapanda. Sasa hao wanaopanda ni watu gani? Ni majini gani? Mungu akipenda kesho tutatoa darasa hilo. Tusemeni inshallah. Semeni inshallah. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo tunaweza tukamwomba Allah tabaraka wa taala atufanyie wepesi kipindi ambacho milango ya mbingu imefunguka, katika 10 la rahma, katika 10 la maghfira, katika 10 la itq minan nar. Japokuwa wanazuoni wameidhoofisha hii hadithi kusema ni dhaifu, kwa sababu haiwezekani Ramadhani ikawa imejigawa eti 10 la kwanza ndio ikawa arrahma, 10 la pili likawa itq minan nar, 10 la tatu likawa 10 la kwanza arrahma, la pili maghfira, la tatu itq minan nar. Wanazuoni wakasema Ramadhani yote ni arrahma, Ramadhani yote ni maghfira, Ramadhani yote ni itq minan nar. Kwa ni jitihada zako tu. Sasa kwa mfano mtu ana madhambi mengi, arrahma ameipata, kabla ya kuingia maghfira akafa. Je, huyu atakuwa hajapata fursa au na nafasi ya kuachiwa huru na moto? Jibu linakuja, atakuwa kapata fursa na kuachiwa huru na moto, kwa sababu Ramadhani yote ni arrahma, maghfira na itq minan nar. Na mwezi huu ni wa kuhurumiana. Irhamu man fil ardhi yarhamukum man fis samaa, wahurumieni wale walioko katika ardhi hii wapate maisha bora na mepesi, na nyinyi atakuhurumieni aliyoko katika mbingu. Ala al-arshi stawa, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Watu wengi hapa wanafanya kulima, lakini Mwenyezi Mungu
amewapa mitihani, wanalima kwa kiasi kikubwa, wanapata kidogo. Uongo kweli? Kuna watu hapa wenyewe ni wafanyabiashara, wanaingiza mtaji mkubwa katika biashara zao, lakini kile wanachokipata kama faida ni kidogo. Uongo kweli? Kuna watu katika nyinyi hapa ni wasomi, wanasoma bado, lakini wanajitahidi kusoma sana, lakini kwenye mtihani maksi zao hazieleweki na kile walichokuwa wamekisoma. Uongo kweli? Shida zimetuegama, ardhi imetugeukia, hasa Waislamu. Sasa kipindi hichi ambacho tupo karibu na Allah, ndio litakuwa tunyanyue kweli mikono tumuombe Allah tabaraka wa taala. Lakini licha ya hivyo, mwanadamu ana uadui mkubwa baina yake yeye na nafsi yake, baina yake yeye na sheitani layin, baina yake yeye na mashaitani wa kibinadamu minal jinnati wan nas tunazunguka nao. Lakini tuna ugomvi mkubwa, tuna uadui mkubwa baina ya wale ambao ikifika usiku kwao ni mchana, wengine sisi ni usiku, wao ndo mchana, ndo wanaamka kwenda kufanya shughuli zao. Mabama inaamka tena. Ndio nasikia kwenye nyumba zetu kila siku nyau, hata hawajui Ramadhani. Nyau michanga tu inazidi kumwaga, hawajui Ramadhani wala hamuogopi Mungu. Waislamu wako huku msikitini, ashhadu an la ilaha illa Allah kuna astaghfirullah saluka aljannata ilaki wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim tubu alaina warhamna wanzur ilaina ya tawwab. Yes, ingine zakawa yupo na kwenye tarawih, lakini anawaza tunamaliza saa ngapi usiku, anatakiwa akajibadilishe kuwa paka fisi apite kwenye majumba ya watu. Sasa haya mambo tushachoka Sheikh Alhabibi, haya mambo yapo. Ikiwa Tabora mjini yapo, hapa vipi Mabama? Ikiwa Tabora mjini yapo, hapa vipi? Na watu wanajinasibu, wanasema kuna mtu nishakutana naye ananiambia mimi mwanga kweli, mimi mchawi, anakuchana live Sheikh. Sasa tumombe Mungu, Mwenyezi Mungu atuondoshee hao watu. Semeni inshallah. Semeni inshallah. Lakini hakuna kitu kikubwa ninachokuhusieni kama kuwa wakimya kwenye neema zenu, kama kuwa wasiri katika neema zenu. Kunyamaza ni kitu bora. Kadisalima man sakata, anasalimika mwenye kukaa kimya. Sio unaona shamba lako limemea mahindi vizuri, unakuja unakaa na rafiki yako, twende nikakuonyesha shamba langu lilivyonona vizuri. Uende shamba lake limekauka, wewe unambeba unampeleka na unamuonyesha shamba lako. Akilitazama lile shamba, anaweza kalihusudu lile shamba. Baada ya kulitazama tu kutokana na macho yake, macho yamezidiana. Kuna wengine grade yao ni karibia $100,000 mabilioni huko. Akitazama kitu kinaharibika. Al-ainu haqu, kijicho kipo kweli na hasadi ipo. Shamba linaharibika kwa sababu ya kwenda kumpeleka tu mtu. Biashara yako inakwenda vizuri, unataka kuolewa, unataka kuoa. Kuna mtu mmoja katika kazi unaoifanya atie saini upate hela nyingi. Wewe unakwenda kumsimulia rafiki yako, hizi siku 2-3 hizi, kuna mtu mmoja tu anaitwa bwana fulani, akitia tu saini mimi nitakuwa mtamu, nitabadilika hali yangu. Anaweza akaumia akakuhusudu akasema tu neno moja, tutaona kama utazipata. Basi uzipati kweli. Ifunzeni kunyamaza, tuseme ni inshallah. Kwa sababu kikulacho nasema tena kikulacho. Sasa nisikilizeni kisa hiki, tufanye dua, tuseme ni inshallah, ili tumombe Mwenyezi Mungu kweli kupitia Ramadhani Mungu atupe maisha mazuri. Nishasema mashekhe wanatueleza fadhila za kuswali, wanatueleza fadhila za kufunga. Sasa na sisi tukija hapa tena tukaanza jamani fadhila tutakuwa tujeleta tunataka tulete kitu ambacho kitakujengeni, kitakutengenezeni. Mashekhe wanatuelekeza katika ibada, na sisi tunataka maisha bora na mazuri duniani, kaburini na akhera, tukakutane na Allah aliyakuwa radhiya tamarudhiya. Tumeridhia na Allah ameturidhia, tuseme ni inshallah. Sasa maisha mazuri aliyotufundisha Mtume, na Mtume aliyomwelekeza yule kijana ayaombe, ndo haya hapa. Walituijilia
wamama wawili. Wamama hao nikiwa mimi na Sheikh Abul Qasim katika zawia iliyokuwepo pale Dar es Salaam maeneo ya Kiziwiani. Kama mwanzo kunisikiliza vizuri, sasa hapa nisikilize dunia jinsi ilivyo na mitihani tunaokutana nayo, ili dua wakati tunaitikia dua tumuombe Mungu kwa dhati ya kumuomba, tuseme ni inshallah. Wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wamekuja bado siku chache Ramadhani, bado siku chache Ramadhani. Haya masiku yana mambo yake, ndio maana ukaambiwa siku ya Ijumaa kuna lisali moja. Lisali moja ukimwomba Mungu unajibiwa papo kwa papo. Kwa nini isiwe masaa mengine? Kwa nini isiwe masiku mengine? Kwa nini ufunge Jumatatu na Jumanne? Hata kama sababu alikuwa nazo Mtume, Jumatatu ndio siku alozaliwa, Alhamisi ndio matendo yanapandishwa mbinguni. Kwa nini matendo yapandishwe Alhamisi? Kwa nini isiwe Jumanne? Kwa nini isiwe Jumatano? Hapa tunakataa, tunakubali, lakini kwamba masiku na masaa yana faida zake. Kaja bado siku chache Ramadhani, wakatuelezea mambo mazito, mambo makubwa, ambayo mambo hayo yanahitaji ukaribu baina ya Mungu na mja. Yani hivi tu hayaendi. Kuna elimu na kuna imani. Yani kuna mambo unaweza ukayafanya kielimu, kama yule aliyekileta kiti cha Malkia Balkis kwa Nabii Allah Suleimani. Qur'ani imemsifu kwamba ni bingwa, alikuwa anajua elimu miongoni mwa elimu kutoka kwa la ilaha. Kuna mambo hayaendi kwa uchamungu, yanaenda kwa elimu, na kuna mambo yanakwenda mpaka uwe na uchamungu. Elimu inaweza ikagoma mpaka uchamungu uwepo. Tukawaambia jamani, fanyeni subira. Nisikilize vizuri, dakika zangu nusu saa tutakuwa nimemaliza. Fanyeni subira, Ramadhani inaingia. Ramadhani ikishaingia, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, njoni inshallah, Mungu akituweka hai. Mwanamama mwenye shida kamili alitutazama kwa jicho la kukata tamaa, lakini mdogo mtu akamwambia tuseme inshallah tutarudi Ramadhani. Wakaenda, Mungu akatuweka hai sote. Siku ya kwanza Ramadhani, ya pili, ya tatu wameingia. Baada ya kufika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wamekuja mtu na mdogo wake, wawili tu katika kuzaliwa, na wote watoto wa kike, lakini wamekuja na mtoto kama walivyokuja naye mara ya kwanza. Na kijana huyo, mtoto huyo akiwa na miaka kama 8 kwenda miaka 9, 8 mpaka 9. Kijana yule sifa zake ni hizi hapa, naomba unisikilize we mzazi. Kijana yule kiwiliwili chake kimekuwa kimevunjika, yani hawezi kusimama mwenyewe, hawezi kusimama mwenyewe. Kijana ambaye maisha yake kulia kwake ndiyo faraja yake, yani analia muda mwingi. Na kulia kuna namna 3. Kuna kulia kwa kukera, yani mtu analia, wewe unayemsikiliza analia, unakerekwa, sawa sawa. Na kuna mtu anaweza kalia, wewe unaosikia kile kilio unapata hasira ya kumpiga zaidi ili azidi kulia. Kama ushawahi kuona kwa mtoto wako, unamkanya asikii, analia, unaona ili hapa linaniigizia, ngoja nilipige lilie vizuri, unatandika sana. Sijui umenielewa. Na kuna kulia ambako mtu analia, wewe unaumia, machozi yanakutoka, namna ambavyo kilio kinacholeta hisia ya maumivu alionayo katika kiwiliwili chake. Hapa naomba mnisikilize vizuri ndugu zangu, watu wa mabama. Haja kukuta sema alhamdulillah, na muombe Mungu asikukute. Semeni inshallah. Mtoto mdogo analia kiasi ambacho sisi mashehe wenyewe na miili inajizoa, unahisi machozi. Mtoto mdogo, mama naumwa, mama mwili unawaka moto, mama ndani ya mifupa nahisi naumwa, mifupa inawaka moto. Wanamlaza pale mbele yetu, wanakaa pale. Yule mwanamama anasema hali hii ni karibia sasa nakuleteni kile walichotueleza mwanzo, ambapo hapa ndo nakileta. Mwanamama yule anasema, shekhe, natamani walau nimpumzishe mwanangu walau usiku mmoja, alale walau usiku mmoja tu. Natamani nibebe
uzito na nguvu ya kile anachojihisi mwanangu sasa hivi, nijisikie anajihisi vipi? Yani maradhi ya hame yaingie katika mwili wangu, nijisikie mwanangu anaumia kiasi gani. Sina raha ya maisha kwa sababu ya mtoto wangu, sina raha ya maisha. Ndio maana tunasema tuombe, rabbana atina fid dunya hasana. Ukiwa na maisha mazuri, sio tu pesa, hata afya kwenye familia yako ni maisha bora na mazuri. Huu ni mwaka wa 4 shehe mwanangu, ni kulia kilio na yeye. Mwana mama anashindwa kuzungumza, anaanza kulia. Mdogo mtu ndo anapokea, anaanza kutoa historia. Mwanzo ulivyoanza, kijana mzuri kabisa, anakwenda shule, anasomeshwa shule ya kifahari, maisha mazuri. Baada ya hapo yule kijana kichwa kulazwa kitandani. Basi hospitali unazozijua wewe Tanzania zile kubwa wamekwenda. Mtoto anavunjika tu, anazidi kuwa regerege. Ikaonekana kwamba wa matibabu aliopewa madripu kashapigwa. Kwanza yeye kazi yake kila akikaa, nisikilize vizuri, hakai wiki 2 mpaka 3 damu imeisha, anaenda kuwekewa damu nyingine. Sikoseli, make majibu ya sikoseli yanakuja, anasema mtoto yuko sawa huyu, lakini damu lazima afanyaje? Aongezewe. Mungu atunusuru maradhi yao, tuseme ni inshallah. Inafikia mahala kuna muda mwingine anafika anaambiwa bana atakiwa ongezewe vitu vyote viwili, apigwe maji, apigwe na drip. Yule mwanamama apigwe na drip ya damu. Mwanamama anamwaga fedha kweli kweli. Hata kama una hela, una faida na hela yako. Mwanamama anasema kula sili vyakula vizuri. Sili mie nakula nini? Najifunga muda mwingine kanga kwa mwanangu anavoumwa. Nimekwenda India, nimekwenda wapi, mpaka nilipokutana na daktari mmoja akaniambia bana, angaikeni katika njia zingine, kaombeni Mungu, si mna Mungu nyie, nendeni mkaombe. Sasa kuna kipindi madaktari wote wanashindwa, ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia tena, anaomba dua mwenyewe Mtume, sio kutuambia sisi, anaomba dua mwenyewe na anatuambia sisi, anamwambia ya Rabbi, Mola wangu turehemu kipindi ambacho madaktari watatukatia tamaa, watasema jamani, huyu mgonjwa mrudisheni nyumbani. Ni nyakati ngumu sana kwa mwanadamu na mgonjwa kipindi hicho, hasa akijua madaktari wamenikatia tamaa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia Mungu turehemu kipindi hicho. Lakini jambo la pili, Mtume Allah akamwambia ya Rabbi, tunakuomba uturehemu kipindi ambacho pumzi zetu zitakuwa zinagoma kutoka, pumzi zinakataana pale, oksijeni haingii katika mapafu yako ili damu ikasafishwe, na kaboni haiwezi kutoka kama oksijeni haijaingia. Anasema hapa mwanadamu huwa anakuwa katika hali ngumu sana. Ya Rabbi turehemu kipindi hicho. Wewe una hema leo, ndio maana unaweza kuona hata msikitini hapa sasa hivi unachelewa. Siku pumzi zikianza kukataana ndipo utajua umuhimu wa kuja tena, sio kukaa huko, wangekuleta hapa kabisa mbele hapa. Wapendwa kwa ajili ya Allah, kijana amerudishwa nyumbani, yeye analia, mimi nalia. Nikipata lepe la usingizi ni kidogo sana, lakini nakwenda mbio. Nimeingia sehemu zinazofaa na zisizofaa. Nimefikia mahala nimekata tamaa, sasa nimesema basi. Muda mwingine huwa namnyanyuka usiku na swali, anasema ya Rabbi, kama huyu mtoto wangu tayari imefika wakati wake, ya Rabbi mchukue kuliko kuteseka. Sikiliza, mama anaomba dua, anaona kufa kwa mtoto wake ni bora kuliko kuendelea kuteseka. Shehe hata kuja kwetu hapa baada ya kuona kwenye mitandao, mimi nimejikatia tamaa. Ni huyu mdogo wangu ndo ambaye amenisisitiza sana nikaja, na siku niliyokuja mkatuambia tuje Ramadhani, hapo ndo nilikata tamaa kabisa. Nikasema sasa mwanangu yeye ni kusubiria kufa. Lakini leo tena kanikokoteza, tumekuja mashehe tunawasikiliza. Kuna elimu aina 3, naomba mnisikilize vizuri kina baba na kina mama, na mpo hapa wanafunzi. Kuna elimu inaitwa firasa. Hii firasa hii hapewi mtu wa kawaida ovyo ovyo, wao anapewa mawacha Mungu, watu wakubwa, na katika kila mji lazima mtu huyo awepo au watu wao wawepo. Elimu inaitwa firasa. Firasa ni mtu anaweza kakaa hapa
akahisi tu kwamba kuna tukio litakuja kutokea katika mji huu. Kuna mwingine anaweza kasema, kuna mwingine anaweza kanyamanza. Kuna mwingine unaweza kuwa unataka kupanda gari, anakuambia usiondoke na hiyo gari, subiri utaondoka gari ya baadaye. Na kweli ile gari inafika, hajafika tu kona pale inapiga mzinga, inaua watu wote. Hiyo ni elimu inaitwa firasa. Hiyo ilimkuta Umar al-Faruq, alikuwa na hutubu. Baada ya kuhutubu siku ya Ijumaa, maswahaba wakamsikia anamtaja sahaba mwingine ambaye yuko Shamu huko, fulani ingia kwenye pango, nyuma yako kuna maadui, mara 3 akataja. Baada ya hapo wamemaliza swala, maswahaba wanasema wanamtajaje mtu ambaye hayuko hapa? Asema ndugu yenu alikuwa anafuatwa na nini? Na maadui wanataka kumpora mali zake na biashara yake. Wakakaa miezi kadhaa. Yule bwana alipokuja akasema mtueleze siku fulani ilikuwaje. Akasema nilikuwa natembea jangwani, ghafla nikawa nasikia sauti ya Umar inaniambia ingia katika pango, nyuma yako kuna maadui. Na kweli nilivyoingia katika pango, muda mchache nikaona kundi kubwa la maadui linapita. Hiyo ni elimu inaitwa firasa. Kuna elimu inaitwa kayafa. Kayafa ni elimu ambayo hiyo watu wanakwenda kusomea. Mtu anakwenda kusomea upelelezi, anasomea, akija akikaa akikuuliza, bana we pale Mababa palitokea wizi, wewe ulihusika? Kwa swali lako tu lililokuuliza, namna ambavyo utakuwa unapepesa macho yako na namna utakavyojibu, anatoka anajibu moja kwa moja kwamba huyu bana aliiba kweli, na kweli uliiba. Bana huyu wa kuiba, na kweli haujaiba. Alafu kuna elimu inaitwa arruhana. Arruhana watu wengi walikuwa nayo, ni ile unaota ndoto, unalala, baada ya masiku ile ndoto inafanyaje? Inajirudia. Unaona, hii nilishaikuiona, hii nimeiona hii. Au unaota ndoto bana kuna msiba unatokea, basi kweli baada ya siku 2-3 msiba unatokea. Sasa watu wengi wakawa wajinga, wakawa wakitoka baada ya kuota ndoto hizo wanakwenda wanahadithia hovyo. Matokeo yake ile power yao, kuburi yao ikaondoka. Sasa hivi akilala anaamka asubuhi haoti chochote. Sana kubwa ataota anakula usiku. Ndio ndoto zilizobaki zisizokuwa na maana, kuota kula usiku tu. Twende na darasa yetu, tuseme ni inshallah. Inshallah. Saa 5:13. Tuko vizuri. Wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, elimu hiyo ndio ilitumika hapo. Tukamuuliza yule mama muhusika wa mtoto, tuseme maneno mbele ya huyu dada, huyu mdogo wako, au tunyamaze? Sikiliza maneno ya dada mtu. Anasema huyu ndo mdogo wangu, ndo ndugu yangu, koo yangu ni fupi, mama yangu, baba yangu waishafariki, baba yangu waishafariki na mama yetu wamefariki. Wakati mama yetu anafariki, mimi ndo mkubwa. Mama yangu ananiapiza, ananiambia mwanangu, vyovyote itakavyokuwa naomba uje unikabidhi mdogo wako siku ya kiyama. Njoo nikabidhi mdogo wako siku ya kiyama, nikabidhi. Na baada ya hapo wasia wa mama kutoa, mwanamama anakata roho, anakufa. Mwanamama huyu alikuwa anampenda sana mdogo wangu kuliko hata alivyokuwa ananipenda mimi, ndio maana aliniachia usia huo. Baada ya mamangu kufa, huyu ndo mdogo wangu, ndo ndugu yangu, namshika. Kwa sema chochote shekhe. Tukaona tukisema hapo tutatengeneza fitna. Tayari tulichokuwa kusubiria ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Ramadhani tayari ishafika. Kinachotakiwa ni nini? Ni imani zetu. Tukaanza kumsihi kwanza mwanamama, namna ambavyo Mungu alivyomuumba yeye, Mungu alivyoumba dunia, Mungu alivyoumba malaika, Mungu alivyoumba mbingu na ardhi, Mungu alivyoumba kutoka kwenye tonye la manii mpaka kufikia umri kama wa kwake. Tukasema tunamrudisha sasa imani yake. Cha kwanza ni kuamini, ndio tutafanikiwa. Na nyinyi mlioko humu ndani nasema hivi, cha kwanza ni kuamini ndio tutafanikiwa. Wangapi wanaamini? Mkono juu. Mtazame jirani yako, shusheni. Cha kwanza ni kuamini. Mwanamama akaanza kulia, anasema astaghfiru rabbi wa atubu ilai, ya Rabbi, kwa kukata kwangu tamaa na kuomba msamaha na nakuamini sasa ya Rabbi, japokuwa nimehangaika sana, lakini kwa maneno ya mashehe najua sasa tiba ya kweli itapatikana. Tukakaa chini tukamwambia, sasa sawa, we mama kaa kichwani, mtoto dada nani yule dada mtu mdogo mtu kaa kwenye miguu. Mama mshike kichwa mtoto wako, mama mshike miguu mtoto wako. Semeni maneno yafuatayo. Wakaanza kusema pale, tunawasemezesha. Kwenye maneno kuna uchawi mkubwa mno. Sikilizeni, kwenye maneno kuna uchawi mkubwa mno. Hamjawahi kuona kuna mtu kwenye familia yenu, yeye yule mtu akifika kwa baba yako,
Nyinyi watoto wote, sio mchawi kwa maana ni mchawi, mnielewe vizuri. Yani yale maneno yana nguvu kubwa. Sheikh, bado nifafanulie vizuri kwa watu, maana wanaweza kawajielewa. Yani maneno yana nguvu kubwa. Nyinyi wote mmeshindwa kumfuata baba yenu, na mkimwambia mnaweza mkapigwa makofi na mkatolewa lazi, lakini akifika baba moja mbili tatu, tena naongea naye kama rafiki yake, nguvu ya maneno yake inamuingia yule mzee, na mzee hana kauli, anafanya kile watoto wanachokifanyaje, wanachokitaka. Hamjawahi kuona kuna mama, kuna jambo kalifanya, nyinyi watoto mnashindwa kumwendea, mnasema hapa mama wa kumweza ni fulani, na kweli akifika akimpiga tu jambo limefanya. Kwa maneno yana nguvu kubwa. Wakaanza kuwekania, ndio maana unaambiwa usifanye dua bila kuweka, kwa sababu maneno yana uwezo wa kubadilisha maisha yako, kama vile maneno yanaweza kubadilisha hali yako kuwa nzuri na akawa mabaya. Kwani watoto wangapi wanalaaniwa kwa maneno tu? Watoto wangapi wanalaaniwa kwa maneno tu? Si wengi. Ndugu zangu Waislamu, wakasema maneno pale, tukaingia katika dua. Bismillahil mubtadi rabbil akhirati wal ula alladhi la ghayata lahu wa la muntaha lahu fi samawati al ula. Sikiliza kwanza Mungu anavyoambiwa hapo. Bismillahil mubtadi rabbil akhirati wal ula alladhi la ghayata lahu wa la muntaha lahu fi samawati al ula arrahman ala al arshi istawa lahu ma fi samawati wa ma fi al ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirran wa akhfa. Ya'lamu sirran wa akhfa. Mwenyezi Mungu, wewe ndio unajua siri na mambo yaliyofichikana. Ya Rabbi, kuna siri kubwa baina ya huyu aliyekaa kulia na huyu aliyekaa kushoto, kati ya huyu aliyelala hapa. Tufafanulie, tuwekee wazi ya Rabbil alamin. Dua ikapigwa, wanaitikia amin, na hawajui tunamwambia nini Mungu. Dua imepigwa, baada ya kumaliza Mwenyezi Mungu asema waj'alna likulli shay'in sababa, au waj'alna likulli shay'in sababa, waj'alna likulli shay'in sababa. Mungu amejaliwa kila kitu sababu. Kuna kitu tukawapa, na Mungu akipenda watu wa mabama wote tutakupeni, semeni inshallah. Watu wa mabama wote tutakupeni, semeni inshallah. Imamu tutawapa watu wa mabama, mradi mridhie tu. Mkiona hatuja hapa ijue maimamu wamesema tuache, lakini inshallah kama umetiridhia tumekaa humu tutakupeni, semeni inshallah. Wapendwa kwa ajili ya Allah, tukawaambia sasa wewe mpake na wewe mpake. Wakaanza kumpaka ule mtoto, dua inaendelea. Wakaondoka, tukawaambia sasa nendeni mkalale. Anafika mwanamama yule analia. Sio kwamba mtoto alikuwa, nielewe vizuri, sio kwamba mtoto alikuwa katoka kwenye hali yake ya maradhi, hapana. Kaja mgonjwa vile vile na analia vile vile. Anasema shekhe, tokea saa 9 mimi niko macho, na nakwambia ni ukweli. Arru'ya yankasimu ila 3 aqsam. Ndoto zimegawanyika katika namna kuu 3. Kwa kauli ya habibuna al-Mustafa Sayyiduna Muhammadin, anasema arru'ya yankasimu ila 3 aqsam. Arru'ya bushra min Allah, kuna ndoto ni bishara kutoka kwa Allah. Wa alhurumu minash shaitani, na kuna njozi mbaya mbaya zinatokana na mashaitani. Lakini pia kuna nyakati ambazo mwanadamu amekaa, labda darasa hili umependa baadhi ya vitu likakukalili mchana kutwa, au umekwenda kwa jamaa yako, rafiki yako, mkapiga story zikakaa katika akili yako, usiku zinaanza kujirejea, na ndoto huwa zinakwenda kwa utaratibu huu hapa, kuanzia saa 1, saa 2 ukilala mida hiyo, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7. Ndoto hapa huwa zinakuja zile ambazo zimepitiliwa na yale uliopitiliwa mchana, yani yale yalokupitikia mchana ndio yanajirejea muda huu. Sikio, tunaeleweka Na ndoto ya kweli bushra min Allah huwa inaanza kuanzia saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. Na alhurmu minash shaitani saa 10, saa 11, saa 12, saa 1, saa 2, saa 3. Hapa ukiota ndoto hata kama uko peponi ujue ni shaitani huyo. Mungu hawezi kukuletea ndoto uko peponi na wakati watu wanasema as-salatu khairu minan naum. Yani swala ni bora kuliko usingizi, wewe umelala eti uko peponi. Huyo ibilisi huyo.
Na wengine amlali mapema, mnazikosa bushra min Allah hapa. Kuna wengine hapa mnalala mpaka muangalie tamthilia yenu ya saa 5, na ikiisha ile tamthilia ya saa 5 mnakaa macho mpaka saa 6 saa 7. Ukija kulala anaanza kujiflash yote ya mchana. Ukiamka nimeota ndoto, muda kabisa, muda wa ndoto za kweli. Hiyo bado akili yako, Mungu hawezi kuleta vitu vya maana kwenye vitu ambavyo akili bado ina vitu vya ajabu kichwani. Muda mwingine wa nyakati za ndoto ni kuanzia pale wakati wa dhuha, wakati wa swala ya dhuhuri. Ukishaswali swala ya dhuhuri, ukishakula, kuna kausingizi kaitwa kailula kale. Ukienda kulala pale ukiota ndoto ifanyie kazi, useme ni la ilaha illa Allah. Mama yule anatutajia nyakati ambazo anaota ndoto, ni kweli bushra min Allah, Mungu kamuonyesha. Anasema shekhe, nimeota ndoto na muota mdogo wangu yupo na baadhi ya watu ambao mimi nawajua kwa kijijini kwetu sio watu wazuri. Sijui mnanielewa? Na wajua sio watu wazuri, lakini kuna vitu wanamlazimisha kumlisha mtoto wangu. Mtoto wangu anakataa, mama yangu, kwa nini unanifanyia hivi? Wewe si mama yangu, mdogo wa mama yangu. Anamlisha baadhi ya vitu, na kuna vingine wanampaka katika mwili. Yule mwanamama anasema, mdogo wangu anasema maneno, nitakuvunja kiwiliwili, nitamkomesha mama yako. Atateseka, atahangaika anapokwenda mashariki kaskazini, lakini atateseka, atapata tabu mpaka ajutie kile alichonifanyia mimi. Shekhe wangu, baada ya kuona ile hali nimeshtuka, napiga simu ya mdogo wangu haipokelewi. Baada ya kumaliza tu mazungumzo na mdogo, mtu anapiga simu. Anapiga simu, mama anapata hasira, "Sheni pokea." Naambia pokea, weka loudspeaker. Anapokea, yule anamwambia, "Sikiliza, najua ushajua kila kitu na upo kwa shekhe, nisubiri hapo hapo nakuja tuje tumalizane." Akija Abul Kasim mtamuuliza hichi kisa, semeni inshallah. Kikulacho toa sauti wewe, kikulacho. Sasa nakuonyesha tu ibilisi unapoanzia, ndio maana neema kaa nayo kifuani. Hamna siri ya watu watatu, siri ni ya mtu huyo. Sasa ikiwa ndugu yako anaweza kukufanyia ubaya, huyo jirani unayokwenda kumlingishia, umenunua dela la shilingi 10,000 unamwambia la 20,000. Huyo rafiki yako, jirani yako ambaye umetolewa posa, Mtume anasema uchumba ufichweni, wewe unautangaza, mabama nzima wanajua umetolewa posa. Utaolewa wewe? Huolewi. Nimekaa hapa wala huoi, nimekaa hapa ndo utanikuta na imamu huyu huku. Wapendwa kwa ajili ya Allah, ghafla yule binti anaingia, anasema, mimi wala usipate tabu, nilikuwa nakuleta tu kwa mashena hapa, nilijua itakuwa ni kama wale tuliopita kule. Si unajua tena ni kama wale tu. Kwa hiyo nilikuleta, sikutegemea kama mambo yatakuwa hivi. Nikwambie kwa ukubwa wake, mimi ndo nahusika kwa haya yote yanompata mtoto wako, na sio huyu tu, nilianza kwa mume wako. Kilichoniuma shekhe, huyu dadangu ana roho mbaya. Wakati sisi bado wadogo, mimi ndo nilikuwa na kismati cha kupata wachumba wa maana, matajiri, wenye gari, wenye maisha mazuri, mimi na wakataa. Sasa akanijilia huyu ambaye ndo aliyemuoa na kumwachia hizi mali zote. Baada ya kunijilia, tukawa tunazungumza, bana, dada yako yuko wapi? Namleta dada hivi na hivi. Kwa dalili zote naziona yule bwana ananipenda mimi, lakini dada sijui alifanya nini. Ghafla yule mwanaume kachanganyikiwa kwa dada yangu, kaleta posa na ndoa, hata wiki haikupita dada yangu kaolewa. Roho ikaniuma, nikaenda kwa mtaalamu, akaniambia, dada yako kaiba nyota yako. Dada yako nyota yake ilikuwa ni sawa na kopo la chooni. Sijui umenielewa waganga wale washirikina Akampakia maneno yule binti, akamwambia, sasa nataka huyu mwanaume mwenyewe tumkose, famina sihiri, na kutokana na uchawi, upo uchawi unaoua. Umepigwa uchawi wa maana mpaka yule mwanaume hakukaa vizuri katika ulimwengu, akafa. Yani wakose wote. Sasa bahati mbaya familia zingine zinajielewa. Kuna familia zingine yani ni matajiri wa moyo, mali zote za mwanaume hakuna hata kaka, shemeji, dada, mama mkwe aliyezifuata, wote wakamwachia, bana, utamlea mtoto kwa mali hizo ziendeleze. Kwa akajikuta sawa, akamkosesha tu mume, lakini mali zipo. Sasa mali hizo zinaishaje? Anafilisikaje? Lazima mtoto ndo apate kuumwa, ndio kwenda kwa mtaalamu kwa mara ya pili, kuja kupigwa mtoto. Sasa dada anamwaga fedha kweli kweli. Huyu dada yangu ana roho mbaya sana. Dada alivyosikia yale maneno akaanza kulia, mdogo wangu, nakupenda kuliko mwanangu, nakupenda kuliko.
Na mazingira tuliokuwa tunalelewa huyo bwana mpaka kaja kwako, mimi ndo nilianza kuonana naye na nilimwelekeza aje kwako, kwa sababu mimi nilikuwa sina uhuru. Mimi ni muoga tokea zamani, lakini mdogo wangu nakujua wewe ni machachari tokea zamani. Nilijua kupitia wewe itakuwa ni vyepesi mimi kuonana na huyo bwana. Huyo bwana mimi ndo nilionana naye, mimi ndo nilimwambia akutafute, na namba zako za simu ndo nilitoa, kila kitu. Huyo bwana nimeonana naye kabla yako, lakini mdogo wangu nimekujengea jumba zuri. Ana jumba la kifahari mdogo mtu, ana gari kama mbili, moja ya milioni 60, nyingine ya milioni 80. Mdogo wangu nimekufungulia kampuni ya kufanya biashara zako, kila unachokitaka unapata. Mdogo wangu ulikuwa unataka kitu gani kingine? Mdogo mtu anamwambia hizo mali zote ilikuwa ni za kwangu na mimi ndo ningekufanyia wewe. Hiyo ndo dunia. Ikabaki kazi sasa kwa mashehe. Sasa mimi huaga na hasira za karibu. Mimi hasira zangu ziko karibu. Wanasema hasira ni kutokana na sheitani. Nikaambia Sheikh Abul Kasim, kaa hapa, hemu wajenge hawa. Ndio wakajengwa kiimani. Mdogo mtu ndo kuanza kulia, dada nisamee. Tunamwambia sasa kamtibu. Kamtibu anasema mganga wangu hajui kutibu, anajua kupiga tu. Anajua kupiga tu. Mashehe, hii ya kwenu tusaidieni. Sasa kwa sababu ishajulikana, sababu mpaka ijulikane. Sema la ilaha illa Allah. Ukitaka kuwa sawa, sababu ipatikane. Alivyoumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walishuka malaika wawili, Jibril na Mikail, wakaulizana, huyu aliyelala hapa kafanywa nini? Karogwa na nani? Na Rabid ibn al-Aswam. Kupitia nini? Nywele zake ndo athari iliyochukuliwa. Wakafunga mafundo mangapi? Mafundo 11. Afaye mafundo 11 akawekwa wapi? Wakasema kwamba mafundo yale yameenda kufichwa kwenye jiwe kubwa ambalo lipo katika kisima. Na hicho kisima Mungu akipenda kesho nitakitaja hapa. Kama shekhe anakumbuka yote ataniambia kinaitwaje. Ndio kimeenda kuwekwa huo uchawi. Ndio hivyo. Mtume akutibiwa pale, malaika waliondoka. Ule uchawi Mtume kasikia anawaambia maswahaba, nendeni katika kisima fulani. Wengine wanasema ule uchawi ulitolewa na Jibril, wengine wanasema walituma maswahaba. Maji ya kile kisima yamebadilika, yamekuwa ya kijani kwa ukubwa wa ule uchawi. Wakautoa ule uchawi mafundo 11. Uchawi umeonekana, lakini bado tiba haijafanyaje. Kwa uchawi unaweza mtu akarogwa na uchawi ukafungwa. Ili sasa ili shifa ipatikane, lazima rogo la ule uchawi lazima lirogolewe kwa kufunguliwa. Ndio wakashuka kwa mara ya pili, ndio zikashuka muadhataini. Sasa huyo ni Mtume. Mimi na wewe tunazisoma muadhataini, wewe na kulogwa unalogwa. Kuna watu wanasoma dua za kulalia hapa na usiku, watu wanakuja nyau nyingi na wanarogwa na mambo yaende. Uongo kweli? Kuna kitu lazima tukitafute. Semeni inshallah. Wangapi wanataka Mwenyezi Mungu awabainishe shida zao, matatizo yao, mambo yaonekane, ili shifa ya kweli ipatikane, na ili Rabbana atina fi dunia hasana tuipate kwa ukweli. Mkono juu kama mimi. Shusheni. Ndugu zangu Waislamu, haya mambo yanawezekana na tupo katika kipindi cha kufanya hayo kweli. Semeni inshallah. Mwezi ambayo mambo yametulia, ndio kipindi ambacho cha kupambana, kumwomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, atujalie sahari, atujalie kila lililo la kheri, ili tubaki tuwe sawa, tujikomboe katika maisha yetu ya baadaye. Tulime, mambo yaende, watoto wasome shule na mengineyo yaende. Ndugu zangu wapendwa, kwa ajili ya Allah, yule kijana baada ya kuwa lile jambo limeshakaa hivyo, tukawaambia nendeni sasa nyumbani, kesho mumlejeshe ndani ya siku 3. Lakini we binti, usifanye mambo unayoyafanyaga usiku. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 walivyomleta, kwa sababu akawa kila siku hamlishi yale madude. Alivyokuja ndo akaja akatibiwa na yule mtu akapona, na sasa hivi yupo kidato cha 4 Dar es Salaam na maisha mazuri. Na Mwenyezi Mungu amejalia sasa hawa mabinti wawili, mtu na dadake, upendo umerudi kuwa mkubwa kuliko zamani. Unajua muda mwingine ukiwa na roho mbaya unajiumiza mwenyewe. Alikuwa haolewi kutokana na roho yake mbaya. Sasa hivi naye kaolewa na mwanaume wake, japokuwa ni maskini lakini ni tajiri. Anapata furaha ile ambayo alikuwa anafanyaje? Anaitaka, na wamepata pia na wenyewe mtoto mmoja. Kwa mimi nakwambia usiwe na roho mbaya, ili Mwenyezi Mungu akufungulia kwako. Semeni inshallah. Semeni inshallah. Sasa kila mmoja aweke nia, tuingie katika dua. Kila mmoja achukue maji yake hapo aliponayo. Mwisho tutakuelezeni taratibu zinginezo. Chukua maji yako, yafungue. وأتقن في كنز الخفية علمه
جليل عظيم الملك قد جل عظمه يطيب ويجعل كل ما كرر اسمه مرارا وتلتف نفوس بذكراه يا الله يا لطيف يا الله يا الله بأسمائه يوجد العيون من الغمام ويوبئ القلب صديق من الظلام وتزوى بها شمس المنيرة في السماء وتلتف أفواههم بأسمائه كلما تكرر منه ذكر تلتف أفواه يا الله يا لطيف يا الله يا الله محبته تولي القلوب مهابة ويلقى بها يوم المعاد مثابة إذا نيل جنة منها كابة إليه فلا زلة تهين وتلناه يا لؤلؤ يا الله يا الله يا تسبحه الأمراض في برزخ السماء وتذكر ذكرا مجيدا معظما وتدعو بها من تفرد منعما ويا خالق الكرسي والعرش والسماء وخالق ما تحت جميعا وعلاه يا الله يا من على العرش الكريم قد استوى إذا ما نوى عبد يحقق ما نوى ويا عالم ما في ضمير ما وراسك من في البر والبحر والهار وما أحد يرزق فيهن إلا هو يا تقدست يا من أمام الخلق جاه ويا سامي من كل داء دعاه ويا مرشد على الطريق سواه ويا رب كل الخلق بل يا إلهه ومن عم كل العالمين بألاه يا الله يا لطيف يا الله يا الله تباركت يا من يعلم سر غيبه ومن يعفو عن العبد ترف ذنبه ومن يستر العاصي وإن ساء غيبه وما كان من رب فإنك ربه وما كان من مولى فإنك مولاه يا الله يا لطيف
شؤون العين تجري إلى المقام وأودعت دمعا حريقا مرققا وأرسلت ماء المنير في الأرض مغدقا تعاليت يا ذا الملك والعز والبقاء فما لك أنداد ولا لك أشباه طفلا منا بلطفه ويفضل لنا بجواد مورفين ويفقد ضيق الكريم سريعا بكشفه ومن لا يؤيد الوصيفون بوصفه ومن الذي بفهمه يدرك معناه بسم الله المبتدئ بالآخرة والأولى آمين الذي لا غاية له ولا منتهى في السماوات الأولى الرحمن ولا العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سرا وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله العظيم العظيم ربما دائم وما قائل الأعداء الرحمن العاطف على خلقه برزق المعروف بلطف العادل في حكمه العالم في ملكه رحيما بخلقه رحيم الرحمن عالم العلماء بصير البصار غفور الغفار بارث الأنبياء صاحب الأولياء سبحانه قدير على ما يشاء قدير سبحان الملك الحميد ذي العرش المجيد فعال لما يريد رب الأرباب ومسبب الأسماء وسابق الأسماء ونازل الأرزاق وخالق للخلائق وقادر مقدور وقاهر مقهور وعدل في يوم العشر والنشور إله كل آلهة جامع الناس اليوم الواقع ربنا غفور رحيم عليم شكور الأول القديم خالق العرش العظيم والسماوات والأرض وهو السميع العليم 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 بسم الله المبتدئ بالآخرة والأولى الذي لا غاية له ولا منتهى له في السماوات الأولى الرحمن على العرش Yeah.
Alhamdulillah.